kuna masala hapa wanawazuoni wanayataja na wanaulizwa, ni juu ya kuhusiana na mwanamke ambaye na yeye ana nia ya kuchinja mnyama wake. Mwanamke ameamua kuchinja udhiya kwa ajili yake mwenyewe, ana uwezo huo, au kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake, watoto wake na watumishi wake, au anachinja kwa ajili ya wazazi wake, sadaka yake ya udhiya. Mwanamke naye itakuwaje? Hasa katika upande wa nywele. Mnafahamu masiku 10 si madogo, na wanawake kuvumilia siku 10 hajagusa nywele, kuna kazi hapo. Wenyewe washazoea, lazima azichane zile nywele zake, mara kafumua, kasuka vibutu, mara anaona vibutu hivi havijakaa sawa, kafumua tena, kasuka mistari, mara baada ya siku 2 kafumua, kazifunga na uzi. Alimuhimu vituko tu. Wanafurahi hasa wanapokosa kazi. Wanawake kazi yao ni nywele, na ndio maana hukosi katika nyumba zetu kioo, hata kama ni kipande kipo kwenye pochi, lakini kipo. Sasa hawa wanawake itakuwaje? Na wao pia wanabanwa hivyo kwenye nywele zao. Masala hayo ni muhimu sana. Qad suila Ibn Baz rahimahullah katika fatawa zake na kitabu kilichokusanya rasaili zake, na fatwa hii katika baadhi ya kanawati iko kwa sauti pia. Suila rahimahullahu ta'ala, aliulizwa al-allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz mufti al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya sabiqan wa alim kabir min ulama'i al-muslimin rahimahullah. Aliambiwa akiulizwa, madha yajuzu lilmar'a allati tanwi al-udhiyata an nafsiha wa ahli baytiha au an walidayha, madha yajuzu bisha'riha. Maneno moja kuendelea huko mbele, bisha'riha idha dakhalat 10 dhilhijja. Ibn Baz ameulizwa swali hilo, anaambiwa madha yajuzu lilmar'a, ni kitu gani kinafaa kwa mwanamke, allati tanwi al-udhiya, mwanamke ambaye ananuia kufanya udhiya, kuchinja udhiya, an nafsiha, kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe mwanamke huyo, wa ahli baitiha, na kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake, au an walidaiha, au kwa ajili ya wazazi wake wawili, ni mmoja wako hai au wamekufa, anawafanyia sadaka. Almuhimu mwanamke anataka kuchinja mwenyewe, na hili jambo linafaa. Ikiwa mwanamke ana uchumi, asibakie nyuma katika jambo hili. Mume wake awe na mbuzi wake na yeye na wakwake mbuzi, au pengine akamzidi, labda pengine mwanamke mambo safi, yeye akawa na ng'ombe alafu mumewe akawa na kimbuzi. Haya yapo bwana. Ukatuma mnadani na mkeo, kwenye huyo mbuzi wako na kwenda kununua huko, bwana mkubwa, niletee na mimi ng'ombe. Inakuwa naambia wenzako, bwana natafuta ng'ombe wa waifu, bwana tafuta ng'ombe wa waifu, mwenyewe na kijimbuzi. Ni maisha tu hayo, yatokea hayo. Mke akakuzidi kipato au akakuzidi ghaira ya sunna, pengine yeye amekuwa na ghaira kubwa na dini na mahaba makubwa ya kujitolea kuliko wewe, yafaa. Lakini ikiwa mwanamke hana, basi kile kichinjwa cha mume kinamkusanya na yeye, na hawa ndio wale wenye kuitwa almudhaha anhum. Tutakuja kuwasoma huko mbele, wale ambao panachinjwa udhiya kwa ajili yao. Ni wale watoto wetu sasa, wake zetu, na wale tunaoishi nao katika majumba yetu, muda wa kuwa hawana uwezo wa kupata udhiya. Lakini mwanamke akiwa na uwezo yafaa, na wanawake wengi mashaallah katika zama hizi wana uwezo. Leo wanawake wamekuwa wafanya biashara, wanawake wamekuwa wafanya kazi, wameandikwa kazi katika maeneo mbalimbali.
wanawake wana mali za mirathi, unaona wapo kwenye vikundi mbalimbali. Hivyo vibati hivyo mabingwa ni wanawake, vibati hivyo mamilioni, hasa mtu ana majina kila huku ana hela kuliko wewe, lakini ni wazito wanawake wengi wa zama hizi kwenye kutoa sadaka, wazito kulikweli. Angalia sadaka za wanawake 200 200 500 tu, kikutabuku huko amejikaza huyo, kwa sababu wana mambo mengi, si ndio? Sasa akaulizwa Ibn Baz, kitu gani kinajuzu kwa mwanamke ambaye ananuia udhiya kwa ajili ya nafsi yake na watu wa nyumbani kwake au kwa ajili ya wazazi wake wawili? Nini kinajuzu kwa mwanamke huyu? Bisha'riha, kwa nywele zake. Idha dakhalat 10 Dhulhijja, pindi yakiingia masiku 10 ya Dhulhijja. Aljawab, sehemu ya jawabu, Sheikh Ibn Baz anasema yajuzu laha, inajuzu kwa mwanamke huyo, an tanqudha sha'raha, kuzifumua nywele zake. Kama alikuwa amesuka, imani misuko ya mistari au mabutu au kazifunga kwa uzi na vitu vingine, akitaka kufumua yafaa kufumua. Yajuzu laha an tanqudha sha'raha, inajuzu kwa mwanamke kuzifumua nywele zake. Wa taghsilahu, na akaziosha nywele hizo. An tanqudha wa taghsilahu, akazifumua hizo nywele na akaziosha. Yafaa. Wakati mwingine mwanamke anahitajia kufanya hivyo, anahitajia afumue nywele zake na anahitaji kuziosha. Mara nyingine tahara yake haitimii mpaka afumue. Haya, akiambiwa haijuzu nayo itakuwaje? Na pengine anahitajia tahara ya janaba au tahara ya haidh, mpaka maji yale yaguse manabiti sha'r. Wakati mwingine anahitajika afumue. Kwa hiyo inafaa kwake kuzifumua nywele mwanamke na kuziosha. Lakini Sheikh anasema lakini la tukidduhu, lakini hazichani nywele hizo. Wa kaddu sha'ri, wanasema ni tamshitu, kule kuzitana. Afumue tu, aoshe, aache hivyo hivyo yamejirundika, asianze kupitisha chanuo, kwa sababu akipitisha chanuo kuna nywele atazitoa. Watu wenye nywele nyingi unaona wakichana kuna mrundo wa nywele anauweka pa, lakini asizitane. Kisha akaendelea Sheikh akasema wama saqata min ash-sha'ri, na kile ambacho kimeanguka kutoka katika nywele, inda naqdhihi wa ghaslihi, wakati wa kufumua hizo nywele na kuziosha, fala yadhuru, hiko hakidhuru. Kile ambacho kimedondoka katika nywele zake mwanamke wakati anazifumua au wakati anaziosha, hicho hakidhuru. Lakini kuzitana asitane, kwa kuwa kutana kunadondosha nywele nyingi zaidi. Hii ni hukumu ya mwanamke ambaye anakusudia kuchinja. Faida adhima, hii ni faida kubwa sana min hadha al-imami rahimahullahu ta'ala.